Nashangazwa na rehema zako Yesu, asante kwa neema. Nashangazwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Leo ikiwa ni siku njema, siku ya Ijumaa. Haleluya. Wengine wanaita ni mwanzo wa weekend. Na mimi ninasema iwe mwanzo wa baraka zako. Iwe mwanzo wa mambo yako kufunguliwa. Iwe mwanzo wa kicheko chako. Iwe mwanzo wa wewe kusikia habari njema ambazo hautazisahau. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mwana wa Mungu, ninakusalimu na nina furaha kwa sababu tumejaliwa kuiona siku hii njema, siku ya baraka. Tazama, wote tulikuwa tumelala kama wafu, wala akili zetu hazikukumbuka chochote, lakini Mungu akaturehemu, Mungu akatukumbuka. Wiki njema tulioianza ambayo ilikuwa ni wiki ya kuipokea Pentekoste, leo ni Ijumaa. Haleluya, Bwana asifiwe. Ninakusalimu katika jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo. Habari za asubuhi. Ibada hii tunaianza tukilitaja jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Pale ulipo useme amen. Funika macho yako niombe pamoja nawe. Mungu Baba, Mungu Mwana na Mungu Roho Mtakatifu, tunakushukuru Yehova kwa ajili ya uaminifu wako. Tunasema ni wewe Kristo uliyekuwa pamoja nasi katika majira yale usiku tulipoenda vitandani mwetu, na taratibu ukatufanya kupata usingizi, Yesu. Kwa sababu hata hicho kinachoitwa usingizi hata sasa ni kitendawili, hata kwa wanasayansi. Kwa sababu hakuna mwanasayansi mmoja ameweza kutuambia usingizi unaanza saa ngapi na unatokana na nini. Ni wewe tu, Mungu, ni wewe tu, Bwana, na rehema zako. Na sisi tumekushukuru. Asante kwa ajili ya uaminifu wako. Asante kwa ajili yangu. Asante kwa ajili ya mke wangu na watoto wangu. Asante kwa ajili ya huyu baba, kwa ajili ya mke wake na watoto wake. Asante kwa ajili ya huyu mama, kwa ajili ya mume wake na watoto wake. Asante kwa ajili ya taifa lako takatifu Israeli. Asante kwa ajili ya kanisa lako, kanisa moja la waaminio linalotokana na kazi ya msalaba. Asante Mungu, umetuonyesha nuru ya jua. Tunajikabidhi kwenye mikono yako, Bwana, kabla ya kuondoka kwenda kwenye kazi zetu, kabla ya kula chakula chetu cha asubuhi. Tunakukumbuka wewe, Mungu wa mianzo, wewe Mungu wa Ibrahimu, wewe Mungu wa Isaka na Mungu wa Yakobo, kwamba Mungu ukaende pamoja nasi kama ulivyoenda na wana wa Israeli ukawapatia raha. Tunakuja kwako tukikuomba siku hii na mianzo yake ikawe ni siku ya baraka, ikawe ni siku ya kukutanishwa na watu sahihi, ikawe ni siku ya kicheko na wala si ya kilio, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ukienda Bwana kubadilisha machozi yetu kuwa furaha yetu, ukienda kubadilisha masononeko yetu kuwa vigelegele vyetu. Mungu wa mbingu na nchi, mfalme, ninakusihi siku hii muhimu mno, hii siku ya Ijumaa, Bwana, ikawe ni siku ambayo itaenda kuacha alama kwenye maisha yetu, kwa sababu utaenda kutubariki kwenye biashara zetu, utaenda kubariki kazi zetu za maofisi, utaenda kubariki kazi zetu za kilimo, utaenda kubariki kazi zetu za udereva, utaenda kubariki kazi za sisi kutafuta ada na kuwapeleka watoto wetu shule kuanzia baby mpaka vyuo. Bwana, isiwe ni bure kwa jina la Yesu. Iwe ni siku ambayo malango yaliyofungwa na adui yataenda kufunguliwa, Bwana, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Na wale ambao Mungu anakutana na roho za kupoteza, spirit of lost,
na wale ambao wanakutana na roho za kukataliwa, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, hivyo vifungo vikafunguke leo, hivyo vifungo vikaachilie leo, hivyo vifungo vya machozi yake yakafutwe leo kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hata kama ni biashara ya Bwana, biashara ipate wateja, ukamkumbuke siku ya leo, ukamletee wateja. Bariki kuanzia mfanyabiashara mkubwa mpaka yule mdogo kabisa, Bwana. Wabariki, wape kicheko, wape kila mmoja kuvuna sawa sawa na mipango yako na baraka zako siku ya leo, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Tunaokumbuka ndugu zetu mbalimbali walio wagonjwa, kuanzia pale Muhimbili Upanga, Muhimbili Mloganzila. Tunakumbuka wale walioko kwenye mahospitali makubwa kule KSMC Mawenzi, walioko kule Palestina Sinza, walioko kule Amana, walioko kule Temeke. Mwaminifu, ninakusii kwa jina la Yesu ukawaponye walioko kwenye hospitali mbalimbali mpaka vituo vya afya. Mungu, peleka mkono wako, waponye hao wagonjwa, waponye Bwana waliopata ajali, wamevunjika, kata tamaa. Mungu waponye kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hata huyu anayeugulia hapo nyumbani, tunakusinyosha mkono wako, umponye Bwana kwa jina la Yesu. Mponye huyu baba kwa jina la Yesu, mponye huyu mama kwa jina la Yesu, mponye huyu kijana wa kiume na wa kike kwa jina la Yesu, mponye huyu mtoto. Ninakemea roho ya mauti, ninakemea roho ya mauti, ninakemea roho ya mauti kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hata wale waliopata msiba, ni kipindi chao cha kulia Bwana, ni kipindi chao cha kuugulia Yesu. Ninaomba uwe faraja kwa familia zote ambazo zimepoteza wapendwa wao. Wengine wamepoteza baba zao leo, wengine wamepoteza mama zao leo, wengine wamepoteza ndugu zao wa kiume na wa kike leo, wengine wamepoteza watoto wao leo. Tanda hema ya faraja, wafute machozi Bwana kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Futa machozi familia, wape kusikia kufarijiwa nawe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Mungu mwenye nguvu, ninakusihi kwa jina la Bwana, hata wale ambao hawajapata chakula, wengine wanakimbia vita Bwana, Mungu uwe faraja yao. Mungu unyoshe mkono wako Bwana, ukawafikie, ukaondoe vita kwenye malango yao kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Hata ndoa zingine Mungu ziko kwenye mfarakano, baba huyu anakimbia ndoa, mama huyu anakimbia ndoa, watoto wako kwenye sintofahamu. Ponyesha hizo ndoa Bwana, wakumbushe wema wako, wakumbushe fadhili zako, ili Bwana mama huyu na baba huyu waweze kuja pamoja Yesu, wakamalize tofauti zao, ili ndoa hii isisambaratike kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kuna hata ambao wako kwenye kesi, mambo hayajamalizika, ni kama wanatopeana viapo vya kuachana. Mungu, peleka msaada wako, wasiachane kwa ajili ya watoto wao kwa jina la Yesu. Wale waliopata roho za kukata tamaa, Mungu watendee mema, waweze kurudi katika kukuangalia wewe, wasikate tamaa wala maisha yao kuondoka kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Siku hii njema tumekubariki Bwana, karibu katika maisha yetu. Fanyika Bwana na Mwokozi, futa dhambi zetu kwa damu ya Yesu, na ukatupe tena kibali cha kuishi mbele zako siku hii tukiwa na furaha na amani itokayo kwako. Mambo ya biashara zetu, mambo ya ndoa zetu, yale mambo magumu ukayafanyie njia pasipo na njia, ni katika jina lako Mungu Baba, katika jina lako Mungu Mwana, na katika jina lako Mungu Roho Mtakatifu. Sikia kuomba kwetu, in Jesus name we pray. Sema amen. Haleluya. Mwana wa Mungu, ninaweka msingi wa neno la Mungu siku hii ya leo ya Ijumaa asubuhi, kutoka kitabu cha nabii Isaya mlango wa 43 mstari wa 25 na mstari wa 26. Kitabu cha nabii Isaya mlango wa 43 mstari wa 25 na mstari wa 26. Ninasoma neno hili katika jina la Bwana, na pale ulipo sema amen. Sema tena amen. Neno la Mungu linasema, Isaya 43:25 na 26. Anasema, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Unikumbushe, tuhojiane, eleza mambo yako, upate kupewa
haki yako. Naomba nirudie tena. Mimi, naam, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe, wala sitazikumbuka dhambi zako. Unikumbushe na tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Mwana wa Mungu, hili ni neno langu. Hili ni neno langu. Ni kwa nini ni neno langu? Kwa sababu na mimi nimejaa makosa. Kwa sababu na mimi nimejaa dhambi. Kwa nini nimejaa makosa na dhambi? Hakuna aliye mtakatifu mbele za Bwana hata mmoja. Wote tumezaliwa katika hali ya dhambi. Tumezaliwa katika hali ya kukosa. Tumezaliwa katika hali ya kuwaumiza wengine. Lakini mimi ni yule ambaye makosa yangu na dhambi zangu haziwezi kuondoka mbele za Bwana bila rehema za Bwana. Ndio sababu mwimbaji mmoja aliimba wimbo cha kiti chako cha rehema, e Bwana, na kitazama, magoti napiga pale, nisamehewe. Mimi na wewe tunatenda dhambi. Mimi na wewe tunafanya makosa. Sasa anasema mimi, naam, mimi ndimi niyafutaye makosa yako kwa ajili yangu mwenyewe. Yesu ndiye anayefuta makosa. Mungu ndiye anayefuta makosa kwa ajili yake yeye mwenyewe. So we are subjected, we are subjected to the willingness of the Lord to erase our mistakes and our sins. Bwana Yesu asifiwe. Sikiliza, anasema unikumbushe basi, tuhojiane, eleza mambo yako upate kupewa haki yako. Unikumbushe. Siku ya leo tumkumbushe Bwana. Siku ya leo twende mbele za Bwana, tuhojiane naye kama vile ambavyo unazungumza na mume wako, unazungumza na mke wako, unazungumza na watoto wako. Na Mungu anijalie neema ya kukaa mbele za Bwana na kuhojiana naye na kuzungumza naye. Na unajua mambo yetu, neno la Mungu linasema mambo yetu na yajulikane mbele za Bwana na wala sio kwa wanadamu. Leo hii ninakuita iwe ni siku yako na Roho Mtakatifu akukumbushe ya kuhojiana na Bwana juu ya mambo yako. Mueleze kama vile ambavyo unazungumza na mtu hapo mbele yako, unamwambia Baba, mimi niko hapa, mimi ni mwanao, mimi ni kazi ya mikono yako, maisha yangu yako 1 2 3, ndoa yangu iko 1 2 3, biashara yangu iko 1 2 3. Ninakusihi kwa jina la Yesu, ndio ulisema tukutafute maadamu unapatikana, na leo hii niko mbele zako, ninaomba ukanipatikanie katika jambo 1 2 3. Leo tunakumbusha habari ya kumkumbusha Bwana, kwa sababu sikio lake sio zito likaacha kusikia. Lakini 2, tunakumbushwa kwa habari ya kuhojiana na Bwana in a very disciplined way. Of course, tuhojiane na Bwana, tumweleze mambo yetu ili tuweze kupata haki yetu. Kila mmoja anajua haki yake na kila mmoja ana haki yake mbele za Bwana, lakini Mungu anakusubiri uhojiane pamoja naye. Ninakuombea siku hii ya leo, mwana wa Mungu, iwe ni siku iliyojaa kumkumbusha Bwana, iwe ni weekend ambayo inaanza ya wewe kuhojiana na Bwana juu ya mambo yako, iwe ni weekend ambayo wewe utaeleza mambo yako kwa Bwana na Mungu anasema utapata haki yako. Ninakubariki siku hii ya leo, siku hii ya Ijumaa iwe njema tena kwako. Mungu akakutanisha na watu sahihi, ufanye biashara na biashara yako ifanikiwe sana. Ufanye shughuli zako pale ofisini na shughuli zako ziende vizuri. Wale wenye roho mbaya, wale wenye maroho ya kuwarudisha wengine nyuma, wanaotumia majini, uganga, uchawi, ushirikina, vishindo na kusambaratika kwa jina la Yesu. Siku hii iwe ya baraka nyingi, ulindwe na kutunza na ung'ae kwa jina lake Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Akubariki Mungu Mwenyezi uingiapo na utokapo, tangu sasa na hata milele. Ijumaa yako imebarikiwa, nasema amen. See you shining
in Jesus name.